Nidhamu ndio imekuwa changamoto kubwa kwa mshambuliaji raia wa Ghana, The Black Lion, Johnson Soa, nyota wa zamani wa Medeama ya huko nchini kwa Ghana, ambaye kwenye kosi ya Simba hajana mwendelezo mzuri kutokana na kile ambacho akizungumzwa, hana nidhamu iliyokuwa fanisi ambayo inaweza kumridhisha mwalimu na benchi la ufundi, lakini pia timu nzima kwa ujumla. Tutakwenda kuangazia hatima ya Soa ndani ya kikosi cha Simba, kwa maana ameonekana si mchezaji ambaye ana faida kwenye kikosi hicho. Tunakwenda kuangazia klabu ya Simba inabidi wafanye nini kuweza kuepuka hichi ambacho pengine wanaweza wakakipata mara baada ya hatima ya Soa ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Naitwa Leopard John, niko hapa na Paul Tembo na hii ni The Golden Boot ya Anuari TV. Tembo, Soa miongoni mwa washambuliaji bora msimu uliopita akiwa na Singida Black Stars, goal 10+ akisaidia Singida Black Stars kwenye msimu uliopita. Msimu huu na Simba hajawa na kiwango bora. Endapo Simba wasipokuwa na maelewano mazuri na Soa, unafikiri Simba wanaweza wakapata replacement nzuri ya Soa kwenye kikosi chao? Cha kwanza tunasema kwamba endapo Simba watakuwa na maelewano endapo Simba watakuwa hawana maelewano mazuri na Jonathan Soa, hiyo ni tayari hawana maelewano. Kwa sababu leo hii kama wangekuwa na maelewano, Jonathan Soa hana shida yoyote ya utimamu wa mwili wa kwenda kucheza mechi au kwenda kucheza mchezo wote. Lakini changamoto za utovu wa nidhamu tayari, yani maelewano baina ya Jonathan Soa na klabu ya Simba hayako sawa kwa upande wa nidhamu. Na yote yanachangizwa na uwepo wa mwalimu Steven Becker wa Afrika Kusini. Nimejaribu kuangalia walimu wote wenye karia ya kufundisha soka la Afrika Kusini, lakini pia walimu ambao wao wanakuwa wanatoka Afrika Kusini. Mara nyingi ni watu ambao wao wanashikilia msimamo sana, hususan kwenye msimamo wa kumtengeneza mchezaji. Mchezaji anapoonekana hana nidhamu, moja kwa moja wao hawaamini katika ule ubora alionao, bali wanaangalia pia, je, ataipa nini timu kwenye upande pia wa akili ya uchezaji. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwa upande wa Simba mpaka sasa kukosekana kwa Jonathan Soa, Simba iliamini na msajili Jonathan Soa ni miongoni mwa striker bora sana kwenye upande wa kuscore kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Kwangu mimi naamini bado hakuna striker wa kumfikia Jonathan Soa kwa ubora alionao akiwa kwenye kikosi cha Medeama, lakini mara moja ama mara mbili zaidi aliwahi kujumuishwa kwenye kikosi cha Ghana. Ni miongoni mwa story kubwa sana kwa mchezaji kama huyo kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ghana, miongoni mwa taifa kubwa na lenye wachezaji bora kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa Jonathan Soa ni miongoni mwa washambuliaji bora, lakini utovu wa nidhamu unaenda kumfanya kuwa benchi kwenye kikosi cha Simba. Angalia sasa, hapa nilikuwa nazungumzia kuhusiana na watu ama makocha kutokea upande wa Afrika Kusini, yani watu ambao wanakuwa wamefundisha soka la Afrika Kusini kwenye upande wa kumtengeneza mchezaji. Bernard Morrison alikuja ligi yetu ya NBC Premier League, ni miongoni mwa wachezaji ambao bado alifanya balaa kubwa sana kwenye upande wa utovu wa nidhamu akiwa na Yanga, lakini pia akiwa na Simba. Angalia pia huyu mchezaji aliwahi kucheza soka la Afrika Kusini. Nini kilimkuta? Hatimaye aliondoka kwenye soka la Afrika Kusini. Tunamwona mchezaji kama Augustine Okra, pia ni Mghana. Yaani wachezaji wengi kutoka Ghana wana tabia fulani ambazo huwa sio sahihi sana. Baadhi yao. Kuna namna huwa wanafanya vitu ambavyo sio sahihi sana unapokuwa ndani ya uwanja. Hata nje ya uwanja kuna mambo mengi wanafanya ambayo sio. Okra Magic kwenye Costa Yanga pia alionyesha utovu wa nidhamu, lakini pia watu wengi wakagusia hilo na kuonekana kwamba wachezaji wengi kutoka Ghana kuna vitu baadhi wanakuja navyo. Sasa twende tukaangalie kwa Jonathan Soa, Leopard John, kuna namna Simba walimsajili kama mshambuliaji tegemezi. Hawakuwa na mchezaji mwingine, hawakuwa na mshambuliaji mwingine wa moja kwa moja kama Jonathan Soa. Kwa sababu alikuwepo Steven Dese Mkwala, walimuuza dirisha dogo. Alikuwepo Lion Ateba ambaye waliachana naye kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo hawa wachezaji wote waliamini Jonathan Soa anakuja kukava nafasi ya wachezaji wawili ambao walikuwa wameondoka kwenye kosti ya Simba. Kwa mpaka sasa Simba tunasema imefeli kwa sababu imemsajili mchezaji ambaye alitakiwa kufanya kazi, lakini kashindwa kutupa kile ambacho wengi tulikuwa tunakitegemea ndani ya uwanja. Sawa, ukiangalia Simba endapo watamwacha Jonathan Soa na ukiangalia bara la Afrika lilivyokuwa gumu hasa kwenye kuwapata washambuliaji waliokuwa bora, unaweza kusema kwamba Simba atakuwa anafanya moja ya kosa kubwa kwenye karia ya soka, kwa maana kumwacha Jonathan Soa. Kumwacha Jonathan Soa ambaye kwa sasa hatumiki kwenye kikosi cha Simba ni sawa na kutoa kitu ambacho tayari hakipo kwenye kikosi.
Jonathan Soa mpaka sasa ana mchango wa mabao 3 kwenye kikosi cha Simba. Lakini hebu muangalie Jonathan Soa ambaye amekosekana kwenye mechi ambazo wengi alitakiwa awepo na alikuwepo, anatakiwa afanye kazi nzuri. Mpaka sasa amekosekana. Sasa Simba wananufaika vipi na mchezaji ambaye yupo lakini bado hawamtumii kutokana na utovu wa nidhamu? Ina maana Simba lazima waingie sokoni kwenda kumtafuta mchezaji mwingine ambaye hata kama hatakuwa na ubora kama wa Jonathan Soa, basi awe ni mchezaji ambaye wanaweza akaja akamtengeneza akafanya kazi nzuri kwenye kikosi cha Simba. Leo hii tunawazungumzia Yanga ambao waliwahi kutamba na Fiston Kalala Mayele. Kwenye kikosi cha AS Vita alikuwepo anaanza Frank Azadi Kasengo. Miongoni mwa washambuliaji bora pia waliwahi kuibariki ardhi ya Tanzania. Frank Azadi Kasengo. Lakini ukiangalia Yanga walikuja kumtengeneza mshambuliaji kama Fiston Kalala Mayele na akafanya kazi nzuri. Angalia kwenye kikosi cha Vipers tulimuona Lobby Manzoki ambaye kwenye kikosi cha AS Vita naye pia alikuwa hana nafasi ya kwanza. Lakini angalia alipocheza ligi ya Uganda alifanya kazi nzuri akiwa na Vipers, akaimbwa barani Afrika kujiunga na Raja, kujiunga na Simba na vilabu vingine. Kwa bado Simba kama endapo wataangalia mfumo wa Mwalimu Steven Becker unataka nini kwenye kikosi, bado naamini wanaweza kumpata mchezaji mzuri barani Afrika, kwa sababu bara la Afrika lina wachezaji wengi, lakini pia ukitoa mbali timu ya Simba ni timu kubwa, bado ina uwezo wa kufuata nje ya mipaka ya Afrika, kwa sababu tumeona vilabu kama Mamelodi Sundowns vinafuata wachezaji Colombia. Leo hii Azam FC wana wachezaji kama kina Mendoza ambao wanatoka nje ya bara la Afrika. Kwa Simba wana nafasi hiyo pia kama endapo watakaa chini na kuangalia falsafa Mwalimu Steven Becker inahitaji striker wa aina gani. Sawa, Tipo Tembo, kwa Soa ni nidhamu tu ndio ambayo imemfanya asiwe na kiwango bora na kocha Simba? Hiyo moja kwa moja kwa mujibu wa ufundi wa Mwalimu Steven Becker. Mwalimu Steven Becker yeye ndiye anaandaa mpango wa klabu inapoenda kushindana, au yeye ndo anaandaa kikosi cha kwamba hiki ndio kikosi ambacho nitaenda kukitumia kwenye mchezo fulani. Sasa kama anaandaa kikosi na anaulizwa kwa nini mchezaji fulani hayupo, akajibu ya kwamba ni kwa sababu ya utovu wa nidhamu, ina maana ya kwamba Mwalimu Steven Becker kaangalia Jonathan Soa kuna nini ambacho anakinyima Simba kwa upande mwingine, ina maana ni utovu wa nidhamu. Utovu wa nidhamu kwenye kikosi mara nyingi huwa unachangiza kuwafanya wachezaji wengine kushindwa kufanya kile ambacho kinahitajika ndani ya uwanja. Tuliwahi kuwaona hapa kina Seje Pascal wao, kina Jonas Gerard Mkude kwenye kikosi hiki cha Simba walionyesha utovu wa nidhamu kwa kutoroka kambini. Lakini Simba ilikuja ikakaa nao chini na wakazungumza. Je, swali ni kwamba Jonathan Soa kuna namna huenda wanatamani kukaa naye chini, labda bado hajaonyesha ule ushirikiano wa moja kwa moja kwenye kutamani yaishe na anaendelea kufanya kazi kwenye kikosi cha Simba. Sasa hayo ni Jonathan Soa, mshambuliaji kinara raia wa Ghana, nyota wa zamani na Medeama ya huko nchini kwa Ghana, ambaye ameshindwa kutamba na wekundu wa Msimbazi Simba, timu bora kutoka barani Afrika, hasa kwenye ukanda wa Afrika Mashariki kwa maana Sekafa. Naitwa Leopard John, nilikuwa na Paul Tembo na hii ni Anuari TV. Hadi wakati mwingine, ciao.